Ninayo furaha kubwa leo kusimama hapa kwa ujasiri mkubwa kutokana na kuvunja mwiko huu wa ukame wa medali hizi katika mashindano haya ya kimataifa ambayo kwa muda mrefu hiki kimekuwa kilio cha Watanzania wengi. Kiu hii ya Watanzania imepata tiba katika kipindi hiki cha serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hakika viongozi wa taifa letu mmefanikiwa kurudisha heshima ya Watanzania kutokana na uwekezaji mkubwa uliofanyika katika kipindi hiki, na tupige makofi mengi sana kwa viongozi wetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, tumefanikiwa kupata medali katika mashindano ya Jumuiya ya Madola mwaka 2022 baada ya ukame wa medali kwa miaka takriban 22. Tumefanikiwa kupata medali katika mashindano ya Afrika mwaka 2023 baada ya ukame wa medali kwa zaidi ya miaka 10. Tumeweza kufuzu na kushiriki mashindano ya dunia kwa vijana, kwa vyama na mashirikisho ya kimataifa kwa mchezo wa mpira wa miguu kwa wanawake na mpira wa miguu kwa watu wenye ulemavu, mchezo wa cricket, mchezo wa futsal na kunyakua medali kama alivyo tuletea ndugu yetu Alphonse Simbu leo hii. Haya ni mafanikio makubwa ambayo yanatokea katika awamu hii ya 6. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa sasa tumebakiwa na kiu kuu moja tu ambayo naamini ikiwepo mikakati thabiti na uwekezaji na mipango madhubuti ya serikali nayo itapata tiba katika kipindi cha uongozi huu wa serikali ya awamu ya 6. Kiu hii kubwa tuliyoibakiza ni kupata medali katika mashindano ya Olympic. Katika mashindano haya kwa miaka takriban 40 Tanzania imeshiriki bila kupata mafanikio. Ni wakati sasa wa kuongeza jitihada, kufanya kila linalowezekana kuhakikisha kuwa kiu hii ya Watanzania ya kupata medali katika mashindano ya Olympic inatimia. Ni matumaini yangu kuwa hili linawezekana, na naomba niwahakikishie Watanzania kuwa wizara itahakikisha jambo hili linapatiwa ufumbuzi. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa ruhusa yako naomba niongee kwenye eneo hili kwa utuo. Sisi wizara, moja kati ya kazi kubwa tuliyoifanya ni kutafuta chanzo cha kwa nini tunakosa medali kwenye Olympic na Jumuiya ya Madola. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumeifanya hii kazi kubwa na sio rahisi. Niko mbele yako kukuhakikishia tumejipanga. Tumeandaa mikakati itakayotusaidia kushughulika na mfumo wetu wa kisheria, the legal framework. Tumejipanga kuangalia utawala katika vyama vya michezo pamoja na katiba zinazoongoza vyama vya michezo. Tuko tayari kuchukua hatua. Sisi wizara, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunaamini mwakani tuna uwezo wa kupata medali za kwenye mashindano ya Jumuiya ya Madola. Inawezekana. Tunaamini mwaka 2028 tutapata medali kwenye Olympic. Lakini ndugu zangu wadau, tukubaliane kwa hatua tutakazochukua. Ukitaka kutatua changamoto inayokukabili ni lazima ushughulike na chanzo cha changamoto. Sisi changamoto tumeijua, tutachukua hatua, na kwenye eneo hili Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba niseme tutakapochukua hatua tunaomba tuelewane. Zinaweza zisiwafurahishe wengine, lakini kwa maslahi ya taifa letu na kwa sababu tunataka ushindi ni lazima tufanye hivyo. Na sisi tumekuja kwenye wizara hii kwa ajili ya kutafuta suluhisho la changamoto za michezo ili tutimize maelekezo ya Mheshimiwa Rais ya kutumia michezo kimkakati. Wakati wa kusindikiza wana michezo wetu wanakwenda kuwasindikiza wengine washinde, halafu sisi tunabakia washangiliaji, imetosha. Na kwenye vyama vya michezo tunaomba tuelewane. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunao mchakato unaoendelea. Tunaandaa katiba ya mfano ambayo ndio itatuongoza kwenye kuwa na katiba za vyama vya michezo yote. Katiba hizi zitatusaidia kutengeneza utawala wenye manufaa, wenye tija kwenye vyama vya michezo. Hapo ndio penye ugonjwa mkubwa, na tusipotibu hapo hatutoki. Tutabaki hapa hapa. Itakuwa kila siku walikwenda wakarudi. Leo hii serikali inatunga mkono, tulikotoka tulikuwa hatupati kitu kwenye vyama vya michezo. Lazima tuhakikishe tunayajibu haya.
Mheshimiwa Waziri Mkuu, niliomba niongee kwa utuo, nimemaliza kuongea kwa utuo, narudi kwenye speech yangu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tuko hapa pia kuwapongeza timu na wanamichezo wetu wengine